kaya zile 5, kama jumuiya na kaya 5, 10 au 15, kwamba kweli kila familia haina vijana, ni jambo la kweli? Basi tumejifunza mengi sana kupitia hija ambayo imefanyika siku ya jana tulipotembelea kituo cha Mtakatifu Felix. Yale ambayo tumeyaona, yale ambayo tumeyasikia, tuendelee kuyatafakari, tutakapotoka hapa twende tukayafanyie. Tujitahidi sana kusali jumuiya, ndio msingi wetu, ndio kanisa letu, ndio chimbuko letu. Kanisa letu linaanzia huko. Kwa hiyo tuondoe yale malalamiko. Tunaenda kwenye uchaguzi zote nimesema za jumuiya ndogo ndogo. Twende tuonekane, tuwasaidie wazee wetu, tutoe mawazo, kwa sababu utandawazi kwa sasa ni mkubwa. Kanisa letu pia linaendelea zaidi. Kwa hiyo kuna wazee wetu wako kwenye jumuiya, kweli namna ya kubeba majukumu kidogo kuna uzito, umri umeenda, amekaa muda mrefu, yani anaendelea kuwa kiongozi, kwamba sasa hamna kukaa kwenye nini, kwenye nafasi, hamna kupokea majukumu. Kwa hiyo sisi kama vijana tujitahidi, yani sio kwenye chaguzi hizi za serikali ndio tuone kwenye fursa, kwamba sio kwenye vitu wa vitongoji wa vijiji na kadhalika. Twende kwenye jumuiya zetu tukaanze kuwa viongozi huko. Lakini huwa nasema mara kwa mara, umoja huu kuna watu wanaochukulia kawaida, lakini ni umoja wenye manufaa makubwa sana, kwa maana ya kufahamika kwako wewe ndani ya umoja, kuanzia ngazi ya jumuiya, kigango au parokia, kuna dhamana kubwa sana ya wewe hata utakapopata changamoto fulani kuweza kusaidia kama huyu, kwa kupitia viongozi wako. Ombi lingine ni waombe sana vijana tujihusishe na shughuli za kiuchumi kwa ajili ya maendeleo yetu binafsi na manufaa ya kanisa. Hili ni jambo la msingi, na sisi kama vijana tuko kwenye umri huo wa utafutaji. Tunajua changamoto hii ambayo inatokea kwamba ya vijana mtu kupatikana kwa wakati. Vijana maisha yetu bado yanaendelea. Leo tuko hapa, kesho tuko sehemu nyingine. Kwa hiyo jitahidi pia katika kila sehemu ambayo wewe unapita kuacha alama fulani, kwa maana ya utofauti wa kijana wewe wa kanisani hapa na utofauti wa kijana yule ambaye yuko mtaani, sio? Yaani lazima hiyo tofauti iwepo. Huwezi kumhamasisha mtu kitu ambacho wewe mwenyewe hukiishi, sio? Anaomba bwana kijana mwenzangu tukasali, au wewe usali. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa kanisa. Kwa hiyo tujitahidi pia, lakini katika namna ya fursa hizo za kiuchumi tujitahidi sana. Tunajua ajira hazipo, lakini basi hali zilivyo pia ni ngumu zaidi. Kwa hiyo tuendelee kujitahidi kupanua mawazo yetu, kuwaza vitu vya msingi zaidi, vitu chanya ambavyo vinaweza vikatusaidia kujikwamua katika maisha yetu ya kawaida. Jambo lingine au ombi lingine, niombe kwa wale ambao tuko kama ni wazazi au walezi, basi muendelee kuwapa vijana ushirikiano wa kutosha wa kimalezi, kimakuzi na kimaadili, ili waendelee kuishi katika misingi mema ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliwahi kusema kuwa vijana, ninyi ni watu wa msingi zaidi, lakini pia kanisa linathamini zaidi mchango wenu katika namna ya kujenga. Kwa hiyo tujitahidi kumkabidhi Yesu Kristo maisha yetu. Yeye ndiyo kiini na kila kitu katika maana ya ukombozi wetu na Ukristo wetu. Kwa hiyo maswali yote yale ambayo sisi kama vijana tunajiuliza, tujibidishe sana katika kusoma neno la Mungu, kwa maana ya Biblia. Biblia hii takatifu ambayo tunayo na maneno yaliyoandikwa mle, maswali yote yale ambayo tunajiuliza katika maisha yetu yanapatikana katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo tujibidishe sana katika kusoma neno la Mungu. Tumekuwa wavivu sana, na mwisho wa siku tunakuwa tunaburuzwa tu. Mtu akikuuliza kitu hapo ujibu. Yaani hapa leo tukianza kuzana na maswali ya kwenye katekisimu ya kanisa Katoliki ile ambayo tumejifunza, inawezekana wengine tukakosa. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakimpendezi. Kwa hiyo tujitahidi kusoma neno la Mungu, kwani
tunapata faraja kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo tujitahidi sana, tujibidiishe katika kulisoma neno la Mungu. Na mwishowe nikukaribishe sasa Mheshimiwa Baba